Rafiki zangu, hii jambo ninataka kuizungumza sasa ni muhimu hasa hii kwa wale majamaa zilikuwa zinatumika kwa serikali ya Tanzania. Nataka kujaribu kuongea kitu kwa njia kama hivi inavyofuata. Jamani, kopa akianza habari hizi watamshusha kopa na nini. Okay, tuendelea Bi. Tukikubali kumwacha Rais Samia Suluhu Hassan hata kwa miezi 6 mbele inakuja, kuna hatari kwamba kwa sababu hii ya kuparalyze tunaoifanya sasa, kuna hatari hata serikali ikakuja ikashindwa kulipa peke zake watu mishahara. Kuna hatari kwamba kwa sababu tu ukuwe unaweza kununua kitu kwa supermarket, uende na mkoba ambayo imejaa mapesa ya Tanzania. Na hii jambo tunasema si jambo ambayo iko kwa midomo, ni jambo ambayo uongozi mkuu wa BOT inajua nini kinaendelea sasa hivi. Japo kuwa wanajaribu kuleta wataalamu kutoka Turkey kujaribu kutatua hili jambo. Naomba kidogo kuchambua ndugu zangu, mjue nini kwa sasa inaendelea Tanzania, na kama kwa tarehe 9 hatujaingia kwa barabara kumtoa huyu jambazi, ni nini inakuwa Tanzania. Kwa mujibu ya taarifa ya Tanzania, kuna miradi 7 mikubwa ya kimaendeleo ambayo inafanyika ama inaendelea kufanyika ama itafanyika kwa hii miaka ambazo inakuja. Na miradi hiyo ya 7 ya kimaendeleo ningeomba kutaja kwa ufupi. Kwanza kuna mradi inaitwa Standard Gauge Railway, ni ya SGR, na kuna mradi ya pili ya hydropower ya Julius Nyerere, ni hydropower project. Hii ni Kiswahili yake ni mradi mkubwa ya kufua ama kuzalisha umeme, inaitwa kama bwawa ya Mwalimu Nyerere ya kuzalisha umeme. Kwa samahani kama sijatafsiri vizuri, lakini naomba sana ndugu zangu, mnakuwa Mungu anawapa nafasi, mkuwe mnaandika hizi mambo peke zenu, baadaye mkasome zaidi, muone jinsi nini inaendelea kwa nchi yetu na kwa nini tuko na hakika kwamba tunaweza tukaiparalyze muda yeyote na kuwataka watu ambazo wako na account ya pesa nyingi wahamishe hela zao, salama zao. Mradi ya 3 mikuu katika hiyo miradi 7 mikubwa ya kimaendeleo inayofanyika Tanzania ni mradi ya gas pamoja na LNG, ni pipeline, ni kama kuna pipe, ni mradi wa kusafirisha magas ambayo ujenzi yake inaendelea sasa hivi. Ya kutoka kuna mkoa ndani ya Tanzania upo na gas nyingi sana, kuna pipeline inatengenezwa mpaka mama story ya Uganda. Hii ni miongoni mwa miradi 7 ya maendeleo. Na mradi ya 4 ni katika miradi mikubwa ile ya kuleta maendeleo Tanzania, ni mradi ya bandari, ni ujenzi wa mabandari pamoja na maritime infrastructure, ambayo hii inafanyika masehemu za Bagamoyo Port, pamoja na wanakuzisha mradi ya kujenga bandari ya Tanzania. Na mradi wa 5 katika hiyo 7 ambayo nimetaja, kuna upanuzi mkubwa sana ya mabarabara ya Tanzania pamoja na kujenga airports nyingine pamoja na miradi ya usafiri, hii ya 5. Na mradi wa 6 ni mradi ya kukuza grid ya umeme kwa masehemu ambazo ziko off grid, hazijafikiwa. So kitaalamu inaitwa electrification and a small renewable power project. Na mradi mwingine ya 7 ambayo ni miradi mikubwa ya kimaendeleo inayotarajiwa kufanywa na inaendelea kufanyika, wameziweka kwa pamoja, wanaita water and sanitation, health and educational investment, ambayo hii
inahusika na maji pamoja na afya na masuala ya elimu. Sasa hii miradi ambayo nimewatajia 7, ndugu zangu, hizi hela zimekuwa tayari approved na nyingine ziko kwa mchakato ya kuweza kuwa approved, na kama huwa mwisho uliotaja unatakiwa kuwa approved na World Bank. Na mradi wa bandari na maritime infrastructure huu ambayo inafanyika Bagamoyo na kuipanua bandari ya Tanzania, ya Dar es Salaam. Tanzania imeficha taarifa hivi, lakini naaminika ni wajamaa wa Maarabu wanataka wanataka kutoa hizi hela. Na kuna mradi kama ule uliotaja mwanzo wa hydropower na nini. Hii inatokana na mapesa ya nje ambayo inatoka World Bank na IMF. Okay, tunaanza hapa sasa ndugu zangu. Naomba mkwe kwa nini tunaamini siasa, kwa nini hatuamini siasa. Mimi nilikuwa mtu wa namba 1 ambaye nilikuwa napinga vikwazo kufanyiwa nchi za Afrika. Na wanafunzi wenzangu ilinishangaa sana, lakini kiuhalisia nilikuwa napinga kwa sababu inapokuja vikwazo bado Abdul ya Rais Samia Suluhu Hassan atakula, na atakuwa anaenda Dubai, na atakuwa anaenda Amerika, na atakuwa anatibiwa Norway kwa raha zake. Lakini mimi raia maskini, kwa sababu tu ile nchi iko na vikwazo, ndio nilikuwa ninaathirika. So mimi nilikuwa ni mtu namba 1, nimepush sana kwa dunia ibadilishe mifumo ya vikwazo ambayo wanaitumia sasa kwa nchi za Afrika. Sasa ikifika sehemu ya mavikwazo, tutafanya kitu kubwa sana ambayo tutataka ile vikwazo waekewe viongozi wa kisiasa wa Tanzania. Maana yake kwamba ikikuwa bwana Abdul ako na bank account ya UK ifungwe. Ikikuwa yule waziri mkuu ya Tanzania bwana Emmanuel Nchimbi ako na manyumba na mapesa zake ziko benki ya Marekani, wazuie. Isikuwe sanction ambayo inakuja kuitesa raia za kawaida. Ni jambo ambayo peke zangu tangu niko high school nilikuwa naipinga. Najua kwamba hiyo haijakuwa swala yako Dayom. Swala yako ilikuwa je, ninahisi hiyo kitu itatokea? Jawabu yangu ndio. Naamini kwamba ikiwa Samia Suluhu Hassan hatotaka kuachia serikali karaha zake hivi karibuni, kutatokezea vikwazo vikubwa sana dhidi ya nchi ya Tanzania. Na mtu wa kuilaumu, hatutolaumu Samia tu, tutalaumu ya Tanganyika wenzetu kama kina Emmanuel Nchimbi, wasomi ambao wamekubali kuweka mbele ubinafsi wao kuliko uzalendo na watu nyingine. Wamekubali kwa wabinafsi japokuwa kabisa wanaona kwamba serikali inakuwa inakufa, walilikubali hilo jambo. Kwa hiyo miongoni mwa maadui wa taifa zetu ni hawa mawaziri ambazo zimeteuliwa na akakubali kuwapa kwamba watakuwa watiifu kwa rais pamoja na katiba. Hizi ni majamaa maadui ambayo tutayaweka kwenye mahistoria yetu. Ukauliza swali nyingine kwamba itasaidia nini ikiwa tu tunakuwa tunai-paralyze serikali ikuwa inashindwa kuwalipa watendaji ya serikali. Naomba kuhakikisha kwamba katika mipango yangu ya kui-paralyze serikali nitapata utamu sana nikihakikisha hizi majamaa ambayo inaitumikia serikali haramu inashindwa kulipa mishahara. Kwa sababu hawa majamaa wakikuwa wanashindwa kupewa pesa zao, kuna kitu kitaalamu inaitwa administrative paralysis automatic hapo itatokea. Na hiyo kitu tunaitaka. Maana yake ikiwa jeshi imeshindwa kulipa kwa mshahara zake kwa miezi 3 mfululizo, jeshi itagoma kufanya kazi. Ikiwa daktari inakaa miezi 3 haiwezi kulipwa, itagoma kufanya kazi. Ikiwa walimu inakaa miezi 6 bila kulipwa, itagoma kufanya kazi. Ikigoma kufanya kazi, inatokea kitu inaitwa administrative paralysis. Administrative paralysis sasa hivi haiwezekani kwa sababu tu hawa ma-primitive ambayo majeshi na mawalimu na mapolisi wanapata mshahara yao kwa wakati. Na wanakuwa kwa raha zao wako tayari kutumikia CCM. Sasa hawa wajamaa wakishindwa kulipwa hela kwa sababu hakuna hela,
kutatokezea kitu inaitwa administrative paralysis, na hii jambo ikitokezea ni jambo ambayo kama Rais Samia Suluhu Hassan ataweza kudumu kwa wiki, sifikirii, kwa sababu hata majeshi inaweza kamuua peke zao. Kutokana hawa watu wamekuwa wanalipwa mishahara katikati ya mwezi, wanalipwa kwa mwisho ya mwezi, wanapewa health insurance, wanapewa mapesa ya kunywa mabia kwa sababu tu wasiweze kuwabadilikia. Tuombe sana ifike na nafasi washindwe hawa wa jamaa kulipwa hela zao kikawaida, kwa sababu automatic itatokea kitu inaitwa administrative paralysis. Na hiyo kitu sio Samia tu, bali mpaka bwana nchini na watoto zao hawataweza tena kuwa salama kuishi ndani ya nchi ya Tanzania, kwa sababu watu hawataweza tena kuvumilia hizo mambo ziko vipi. Kwa hiyo ningependa kujibu kwa maswala kwa njia hiyo, na kama yuko mtu ambaye anaweza kujibu zaidi ya kwangu kwa taarifa. Hesabu ya kununua masilaha, wananunua uniform ambayo order hata ukipewa wewe haiwezi kufika hata 1 billion. Hii taarifa najua kesho italeta mashida sana kwa majeshi, kwa sababu ni taarifa nyeti ambayo inatoka Arms Import Data, ambayo imekuwa signed, imekuwa imesainiwa na mawaziri na wahusika kabisa. Mbaya zaidi, ndugu zangu, hii taarifa inaonesha mpaka wale nani hasa wako na order ati ya kwenda tu kununua vifaa vya kisasa vya kijeshi. Naomba hii habari mkwe naipata, kwa sababu ninataka lengo yangu ni wakuumizeni moyo zenu, mjue kwamba hatuwezi tena kustahamili kuwakieka hawa majambazi kwa power kwa njia ile yoyote ambayo itawezekana. Hizi barua nitakuwa natumika mpaka siku ya Ijumaa. IMF wataipata hii taarifa, World Bank watapata hii taarifa, hawa watu wa Nordic pamoja na Norway, Sweden, Denmark wanaosaidia, tutawapelekea hizi taarifa na mavideo ya mauaji. Na taarifa hii sasa mbaya zaidi, tutajaribu kuhakikisha kwamba kila raia ya Norway ambayo inalipa kodi imfikie, ione kwamba hela yake imeenda kuua raia izokuwa hakina dhambi, raia haina kosa yoyote nchini Tanzania. Kwa sababu tu Samia Suluhu Hassan yuko na uelewa kwamba tayari hii jambo tumekuwa tunaifanya, ndo akakuja na story kwamba mujitayarishe ati ya kutokuwa na misaada ya kimataifa. Hii jambo kwa sasa tutakuwa tunachangiza pesa kwa ndani. Nakwambia ndugu zangu, Tanzania hakuna hela ya kuendesha nchi. Sisi tutaendelea kuiparalyze serikali, na kama peke zake kwa raha yake hatutaka kutoka. Naomba mjue kwamba uwezo hata ya kulipwa mfanyakazi wa serikali mshahara itakuwa haipo. Na hii jambo tuko na uhakika nayo, tutavuruga na kublock serikali isiweze kuvuta pumzi hata kwa dakika 5. Hii taarifa bila ya huruma yoyote ile tutaisambaza na tutafikisha kwa wale wa jamaa ambayo wanatoa hizi hela, wajue hii hela wapi imekwenda, na watueleze imewezekanaje ndani ya mwaka mmoja tu, kutoka 2024 kuja 2025 imekwenda trilioni 3.326. 2025 2026 wana mpango ya kutumia tena trilioni 3.645. Kwani sisi tuko kwa vita? Hii jambo haiwezi tena kuvumilika. Naomba leo nikuwe na waacha na hii taarifa. Sasa mimi nitakuwa nasimama na kukubali kuwa msikilizaji kwenu. Asanteni sana. Pelekea mabarua ambazo haziko na ushahidi ya wazi na ushahidi inayoaminika. Nimefanikiwa kupata ushahidi kutoka kitu inaitwa Arms Import Data. Kwa maana yake ni taarifa zinazohusu majeshi ya dunia yote, ni jinsi gani inaingiza masilaha, inanunua nini, iko na masilaha gani. Niko na taarifa inahusu Tanzania kama hii inawaambia sasa. Ni taarifa inaumiza moyo sana. Kwa mwaka 2024-2025, kwa sababu tu Rais wa Tanzania amekuwa anajijua kwa moyo zake kama alikuwa na kusudio ya kuua, budget ya Tanzania, kuna document tuko nayo inaonyesha kwamba Tanzania imepeleka hela kwa mambo ya ulinzi ya majeshi, pesa ya Tanzania trilioni 3
13.326 trilioni. Hii hela sio hela ambayo kwa mujibu ya budget ya Tanzania imetoka kwa ile kodi. Hii ni pesa inoletwa kwa ajili ya kufanya maendeleo ya kwa nchi, na wao imekuwa imepelekwa hapa trilioni 3.326 kwa mambo ya majeshi. 2025 2026 hivi sasa iko mpango ya kupeleka trilioni tena 3.645 trilioni. Sasa ndugu yangu, sio muhimu kuwa sana ukuwe na elimu ya hesabu kubwa. Nauliza hii swali ndogo kabisa. Ikiwa mwaka 2024-2025 imefanyika manunuzi ya vifaa ya majeshi kwa trilioni 3.326, bado 2026 inatumwa tena hela trilioni 3.645 wakati nchi haiko kwa mavita. Bajeti hii kwa maana yake kwamba ingekuwa nchi iko kwa mavita ama tuko na mambo ambazo tunatumia masilaha kwa kila siku, hii ni jambo ya kawaida, inaweza ikawa inaeleweka. Kwa nini baada ya mwaka tu mapesa tena mingi kabisa yanatumika? Haya masilaha yanapelekwa wapi? Kwa ajili ya nani? Tuko kwa vita na nani? Hii yote ni taarifa ya serikali. Sasa ndugu yangu, kama bado hii shahidi yote na wapelekea hizo mabenki ambazo ziko na kuchangiza, lakini bado wamesema wanafanya kitu development expenditure, kama ile upanuzi ya matumizi procurement, ile matumizi yake inapanuliwa tena kwa mwaka hii 2025, inaongezewa Tanzania shillings bilioni 317.4. Okay, sasa niko na evidence ya taarifa inatoka Global Data ya inaitwa Total Monetary Expenditure. Inafanyika kama hii inafuata. Kwa mujibu ya macro trends, naomba mkuwe mnaenda kusoma peke zenu. Jeshi ya Tanzania imetumia sikiliza kama kini, imetumia dola ya Amerika milioni 905 hii mwaka 2023. 2024 ikatumia tena dola ya Amerika 920.8. Naomba sikilize kama kini, hiyo mwaka 2023. Tunakwenda sasa. Wakati budget yake 2023-2024 Tanzania, Wizara ya Ulinzi budget yake iliongeza kwa only trilioni 1 ya hela ya Tanzania, ambayo kawaida tu roughly ni kama dola ya Marekani kama milioni 600 hivi. Kwa watu wanajua hesabu ya haraka, wataweza kutufanyia. Ambayo imetokana walivyosema, kwa mujibu ya mabudget ile ilisaidia mambo ya Mozambique na DRC. Hiyo tunaweka pembeni. Sasa naomba sikiliza hii. Harama ya silaha ambayo imetumika 2000, sio ile trilioni 3.326, hapana. Ile tayari imenunua masilaha, na baada ya mwaka mmoja ikatoka tena hiyo trilioni 3.645 ikanunua masilaha. Na ndio maana tunapoa story kama mtoto rais analeta masilaha, kumbe ni mambo machafu sana inafanyika ndani ya mwaka mmoja. Maana yake matumizi ya kawaida tu imekuwa ni trilioni 7 imenunua masilaha, wakati nchi ambayo haiko kwa mavita, nchi ambayo hatupigani na mtu, nchi ambayo hatuna na mpaka ambazo zinataka kujua kitu, nchi ambayo hizo majeshi zetu hata kurusha ndege hazijui, hao majeshi yetu hata drones hawana, hao majeshi yetu hata nuclear hawana. Sijui haya mapesa imetumika vipi. Sasa baada ya hiyo pesa yote ambayo imenunulia hizo mavitu, sasa kuna kitu inaitwa upanuzi. Maana yake kama umeweka budget ni 10, sasa kuna kitu nyingine unapanua. Hii Samia wakati ya mwaka yake karibu ya uchaguzi 2024-2025, upanuzi tu imetumia tena bilioni 317.4 kwa ajili ya upanuzi tu
ya mambo ya kutumia ya mambo ya masilaha. Kwa hoja wameweka ati wananunua modern equipment and tools. Sijui kama peke zenu nyinyi mmeiona, kwa sababu kwa dunia ya sasa ukisema unanunua modern equipment and tools, maana yake utatumia razor, maana yake utaweza kuvunja satellite. But sisi tunawaona. Kwa hiyo hizo modern tools sijui zipi hiyo wanasema hawa jamaa. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, hii taarifa yote ninaiambatanisha kwa wajamaa ambayo wanachangia maendeleo ya Tanzania, kusaidiwa watu wenye HIV na kama TB na kupatikana maskuli ya kuwe na mamaji na madesk. Lakini hawa wajamaa wamechukua hela, wamenunua silaha ambayo imetuua sisi, na ninaambatanisha barua moja itakuwa na peji zaidi ya 70 kuyaomba haya wajamaa ambazo wana support maendeleo kwa haraka sana kwa sasa wasimamishe hiyo mpango zao mpaka tupale tutakapokuwa na viongozi ambayo wamechaguliwa na raia kihalali, viongozi ambayo tutaweza kuwahoji, viongozi ambayo tukikuwa tunakaa kwa TikTok kuwahoji hawatakuwa wanatublock, badala yake watatuletea ushahidi ya vipi pesa zetu inakuwa inatumika. Sasa naomba kuuliza kitu moja. Nani ako na ruhusa ya kwenda kununua silaha? Nani Tanzania analeta silaha? Nani Tanzania anayuzia majeshi uniform? Tunarudi kwa mama mmoja inaitwa Angela Kiziga. Tutarudi kwa mjamaa anaitwa Bwana Abdul. Hawa wajamaa, huu mchezo, hii mapesa ambazo wanazichezea, hawawezi kutuacha serikali kwa amani. Hawawezi kuniruhusu mimi tena nikuwe naendelea kutoa hii taarifa kwa jamii. Lazima watakuwa wanataka kutuua kwa njia ile peke zake wanajua. Rais ya Tanzania ilikuwa imekufa kwa kutuhumiwa kwamba iliuliwa kwa mujibu ya balozi ya Tanzania Bwana Humphrey Polepole, kwamba Bwana Kikwete na timu zake imehusika na mauaji yake. Sasa akamwambia, unanipiga nini? Na mimi niko nyumbani. Nimwambia niko nyumbani, kwa nini unanipiga? Ika sasa fujo, wakasema wewe unakuwa jeuri na unapingana na polisi. Ndio piga mpaka kumtoa nje. Kumtoa nje tena wakaendelea kupiga, wakamweka kwenye kanandinga wakachukua. Lakini hajaandamana, hajafanya kosa lolote. Na nyumbani ni maeneo gani? Ubungo Msewe. Sasa unaomba nini? Mimi naomba amwachilie kwa sababu hana makosa. Unajisikiaje? Mimi mwenyewe sasa hivi yani miguu yangu inauma. Ni mwaka wa pili sasa. Mimi hoja yangu tu ni kwamba huyu mheshimiwa alivyotamka kwamba watu waachiliwe, basi waachiliwe. Kwa nini tena wanapiga kutuwekea mipaka? Wanaweka tena vikwazo kwamba eti mpaka tarehe 3. Mwanangu atakata tarehe 3 kwa kosa gani? Mimi ndicho nauliza tu hicho, kwa kosa gani? Hata polisi walikuwa mshika wenyewe, alivuka kamanda mkuu, polisi walikuwa ndani, anapiga mtu mmoja. Ni haki. Hakuna na silaha, hakuna na kitu chochote. Nyinyi mnapiga. Ina maana yeye mwenyewe hajawahi kwenda kwenye vita akapigana, ndio wakaona watu ndio kuja kupigia nyumbani. Alafu anapiga tu risasi tu bila sababu. Mimi ndicho naomba hicho mheshimiwa tujibu. Hii ni haki? Mimi ni mwaka 70 huu tangu uchaguzi unafanywa, sijawahi kusikia kuona vitu kama hivi. Sijawahi kuona vitu kama. Alafu mtu mnamkamatia ndani, watu kama mnafanya kwamba yeye ni mhaini. Kafanya mhaini gani? This is haki bin haki. Kuma mamako Bongo 5. Kuma mamako Miradi Yayo TV. Kuma la mamako redio zote ambazo hamjaongea kuhusu watoto waliodhulumiwa. Habari zenu wa Tanzania. Hii video ni ya maana sana. Hii video ni ya msingi sana. Ni lazima kila Mtanzania aone hii video. Hii video lazima itrend. Lazima mtumiane kila sehemu. Sasa ni hivi. For the last week or two tumekuwa tukiona vikundi vya taasisi za Kiislamu au watu tu wanakuja wanasema wao ni mashehe sijui wapi wamevaa sijui bakashia zao ni nini, alafu wanatangaza vita na Wakristo, wanatangaza vita za kidini, wanatangaza wao watachinja waandamanaji, sijui wao watafanya nini. Wanafanya press conference kabisa na vyombo vya habari na wanaongea maneno haya. Cha kwanza kabisa, inabidi wa Tanzania hii situation tutumie akili za mwisho. Yani tutumie akili zetu zote alizotupa Mungu. Tutumie akili zetu zote alizotupa Mungu. Cha kwanza, inabidi wa Tanzania mjiulize, kwa nini serikali inaruhusu
Kwa nini jeshi la polisi linaruhusu watu kuja kuongea maneno ya hatari hivi kwenye press conference? Kwa nini watu wanatangaza vitu vya hatari hivi? Tutachinja, tutaua, sijui tuta nini, waandamanaji, sijui Wakristo hivi, sijui teki hivi. Kwa nini wanaruhusu vitu hivyo? Inabidi mjiulize, kwa jinsi hichi ilivyo sasa hivi, kwa nini wanaruhusu hichi kitu? Jibu ni kwamba hii ndio strategy ya serikali batili, serikali haramu. Hii ndio strategy waliokuja nayo CCM ya kuweza kupunguza upinzani wa wananchi kwao. Sasa hivi tunaumia, tunateseka. Hakuna anayelala vizuri sasa hivi, hakuna anayekula vizuri. Wote tuna struggle mentally. Lakini tushikilia hapa, tutashinda. Tushikilia hapa, tutashinda kwa sababu sasa hivi tumeshikamana na nchi, tunapambana na serikali. Ni mamluki wachache tu ambao wamepewa hela ndio ambao hawako pamoja na wananchi. Kwa hiyo hao wasturudishe nyuma, tu ignore tu. Hao mamluki wanaopewa hela macha wao. Na watu wa BAKWATA, hao tu ignore. Ila tutashinda. Nawaambieni hapa tutashinda. Hakuna urais wa Samia. I believe this. Mr. kuongea mengi, lakini najua mengi. Urais wa Samia upo. Samia anaondoka, anatoka. Sitaki tuongea mengi maana nitamsaidia. Hayupo, anaondoka, tunashinda. Trust me on this one. Tarehe 9 Disemba. Kila Mtanzania, so Gen Z, kila mtu toka na bango kwa amani. Kwa amani, toka na bango lako. Mliopoteza watu, toka na bango lenye jina, picha ya ndugu yako. Kumbukeni dunia nzima itakuwa inaangalia haya maandamano tarehe 9 Disemba. Kwa hiyo hata hiyo serikali yenyewe sijui hata itareact vipi, kwa sababu macho ya dunia itakuwa Tanzania tarehe 9 Disemba. Kila mtu atoke na bango yenye picha. Habari zenu wa Tanzania. Sasa leo nilikuwa nataka tuongelee vitu viwili vya muhimu. Cha kwanza ni kuhusu maandamano ya Disemba 9. Nilikuwa naona this time tubadilishe strategy kidogo. Last time I think moja ya matatizo yaliyojitokeza kwenye maandamano yaliyopita ni kwamba watu hawakuwa na direction, kwamba wakutanie wapi. Yani watu walikuwa makundi sehemu tofauti tofauti na kulikuwa kuna confusion ya kwamba watu waelekee wapi. So I think this time it's crucial kwamba kila mkoa, kila mji kuwe kuna sehemu ambayo ndio kila mtu anatakiwa atoke alipotoka, atoke kwake alipotoka na afike kwenye eneo hilo. Sijui vizuri maeneo ya miji ya Tanzania, lakini kwa mkoa kama Dar ningesuggest kwamba makutano yawe posta ya watu wote. Kwa hiyo naomba kwenye hii post, naomba tushauriane. Je, mnaona hii ni idea nzuri? Tuendelee nayo au nyie mna idea gani? Na kama ni idea nzuri pia tungesuggest kila mji makutano yawe wapi, ili kila mtu anapotoka ndani tarehe 9 ajue anaelekea wapi. Na na pia inabidi tuhamasishe maandamano haya yawe ya kila mtu, tusiwache Gen Z peke yao. At this point nchi nzima tumeumizwa, nchi nzima tumeguswa. Sidhani kama kuna Mtanzania ambaye hajapoteza mtu aliyekuwa anamjua, au hajapoteza mtu kwa mtu ambaye labda anamjua na huyo mtu kampoteza mtu. Sidhani kama yupo. Kwa kila mtu kaguswa na mauaji haya ambayo watu walikuwa wanadai haki wakaishia kuuawa. Kitu cha pili ambacho nilikuwa nataka tukiongelee ni kwamba nilikuwa nataka tuje we should come up na hashtag ya kuhusu kukataa utalii kwenye nchi yetu. Sasa yani inabidi hii hashtag trend ili mtu yote anayefikiria kuja Tanzania kwa ajili ya utalii akutane na hii hashtag na ajue Watanzania sasa hivi hatuko friendly na watalii,
kwa sababu tungependa kupata support yao huko kwenye nchi zao wakipigania haki zetu, wakitusaidia sisi kupigania haki zetu, watusaidie kwenye serikali zao ili walete pressure kwenye serikali yetu, na waelewe kwamba Watanzania hatuelewi, waelewe kwamba Watanzania hatumuelewi mtu yoyote ambaye anataka kuja vacation, anataka kuja kuenjoy kwenye nchi ambayo wananchi wanauawa na serikali. Kwa nini wanataka kuja kupumzika kwenye nchi ambayo inashikiliwa kinguvu, inashikiliwa kwa bunduki, na wananchi wake wanaishi kwenye hofu, wananchi wake wanaishi kwenye mateso ya serikali, wananchi wake hawana haki yoyote? Kwa hiyo inabidi tuje up na hashtag na tuje na kampeni rasmi ya kutotaka watalii kwenye nchi yetu, na pia tuzipush hizi embassies ambazo zipo Tanzania ziweze kupeleka hii message kwa wananchi wake kwamba Watanzania hawako friendly tena na utalii. Hatutaki utalii, hatutaki nini mpaka nchi yetu itakapopata haki. Tunataka hawa watalii watusaidie kwenye nchi zao kudai haki. Okay. So mbali na maandamano ni lazima pia kama yule jamaa aliyeongea juzi, mbali na maandamano ni lazima pia tuje na tuwe pia na economic resistance kwa hii serikali batili, serikali haramu ambao sasa hivi inawashikilia Watanzania kwa bunduki, ambao sasa hivi Watanzania wanaishi utumwani. Ni lazima tuikripo hii serikali. Na naposema swala la utalii, I don't know, mimi hivyo Tanzania, mnajua kitu cha ajabu katika hii situation? CCM wakati walipokubali ushindani wa vyama vingi, wakati walipokuwa wanajaribu kuembrace democracy, walikuwa labda wana wapinzani labda 1 mpaka 3, kwa sababu wapinzani wao walikuwa ni Chadema. Baada ya kuwaogopa Chadema na kuwaondoa Chadema na kuleta udikteta, sasa CCM wamejitengenezea wapinzani karibia 160,000. Yani ni mara 100 wangeendelea kudili na Chadema kuliko situation waliojiweka sasa hivi, kwa sababu hapo nyuma wapinzani wao walikuwa ni Chadema tu. Sasa hivi wapinzani wa CCM wamekuwa ni wananchi wote wa Tanzania. Yani sasa hivi CCM inapambana na wananchi. Hawawezi kushinda. Hakuna serikali iliyowahi kushinda wananchi. Hawezi kushinda. Hakuna serikali iliyowahi kushinda. Wataua hii mwanzoni, lakini mwisho wa siku wataachia tu na haki itashinda Tanzania. Watanzania tujipe moyo kwenye hilo. Sasa hivi tunaumia, tunateseka. Hakuna anayelala vizuri sasa hivi, hakuna anayekula vizuri. Wote tuna struggle mentally. Lakini tushikilie hapa, tutashinda. Na mnaendelea kuteka watu mpaka dakika hii. Mmehamia kwa madaktari sasa hivi. Sababu ya video zile kuvuja zile za mamili kwa mamonchwari huko. Mmeamua sasa hivi kuteka wasimamizi wa monchwari sasa. Madaktari wa Mwananyamala wale, huyo mdada ambaye anasimamia monchwari ya Mwananyamala, sijui inaitwa Farida, sijui nani, mmemteka mpaka dakika hii. Hajulikani dada watu yuko wapi, familia yake inamtafuta. Geita huko madaktari huko mmewateka. Sasa mwisho wa siku, yani nyinyi badala mkae msolve tatizo, ila ndio mwisho wa siku ndio mnazidisha matatizo. Yani mnatupa hasira kana kwamba tunaona kama vile tarehe 9 Disemba ni iko kama vile ni mwakani. Uhuru uko wapi? Haki ziko wapi? Viongozi mnatakiwa mbadilike sana. Kuweni na uadilifu kwenye hizo nafasi zenu. Hizo nafasi ni amana hizo za Mwenyezi Mungu. Kesho zitaenda kuwaumiza. Msijione kama vile ndo mmefika hapo. Hamjafika, bado mna safari ndefu sana. Hizo ni amana, kesho zitaenda kuwaumiza. Mnatakiwa muwe na uadilifu, mnatakiwa muwe na hekima. Mnatakiwa mtoe haki kwa watu na sio kuwaumiza watu. Mtaumiza wangapi? Mpaka lini?
Mtaendelea kuteka watu mpaka lini? Mtaendelea kuua watu mpaka lini? Mtaendelea kututisha mpaka lini? Of course, tarehe 9 tunatoka. 9 Disemba ni siku ya uhuru wa Mtanzania. Hatuna uhuru sisi. Uhuru hatuna. Isipokuwa tunaishi nchi ya vitisho, nchi yenye manyanyaso, ukandamizaji. Haki imepotea kabisa. Tunatoka kutafuta uhuru wetu kwa mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 1961. Hii ni 2025. Tunaenda kutafuta tena uhuru wetu kwa mara ya pili, 9 Disemba. Constable Kenya.